Katika kijiji cha Kiru 6, kata ya Kiru, wilaya Babati, mkoani Manyara, maelfu ya wananchi wameishi kwa miaka mingi wakikabiliwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma za afya. Kila ugonjwa, kila dharura ya usiku, kila mama mjamzito anayehitaji huduma za haraka imekuwa safari ya hofu na sintofahamu. Huduma pekee ambayo wananchi hawa wamekuwa wakiitegemea kwa muda mrefu ni zahanati ya Kiru. Zahanati hii ambayo wananchi hawa wamekuwa wakiitegemea, hali yake ya miundombinu imeendelea kuwa duni na kuhatarisha utoaji wa huduma bora kwa wagonjwa pamoja na mazingira ya kazi kwa watumishi wa afya. Katika makala haya tumeangazia hali ya zahanati hii inayoonyesha majengo yaliyochakaa, paa lenye matundu makubwa yanayoruhusu popo na wadudu wengine kuingia ndani ya jengo hili, kuta zenye nyufa kubwa pamoja na sakafu iliyoharibika katika maeneo mbalimbali. Ile ceiling board juu imetoka, tumeitoa yote kwa sababu ya adha hiyo ya popo na wadudu wengine ambao walikuwa wanaishi huko. Sasa tuko kwenye hali ambayo si nzuri kwa kweli, kwa pande zote, jengo la zahanati pamoja na nyumba ambayo ya watumishi kule. Karibu katika simulizi ya Kiru 6, mahali ambapo kwa miaka mingi wananchi wameishi na changamoto za kupata huduma za afya, mahali ambapo paa limetoboka, kuta zenye nyufa na uhaba wa huduma imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Lakini leo katika changamoto hizo, matumaini mapya yameanza kuchomoza. Hii ni simulizi ya safari ya wananchi wa Kiru 6 kutoka giza la changamoto za afya hadi mwanga wa matumaini ya huduma bora za matibabu. Ninayekuletea simulizi hii mimi naitwa Hosea Obed na hii ni Global TV. Naam, tuianze simulizi hii. Idi Ali ambaye ni mkazi wa kijiji hiki anasema muda mrefu wamekuwa wakilazimika kuvumilia hali hiyo kwa kukosa mbadala wa kupata huduma. Mazingira kama haya, kama ile yaliyochoka hivi, kweli hata ridhisha. Inatakiwa sasa yafanyiwe finish. Angalia hata mtu ukija kweli unashikwa hata na mshangao kwanza, haya kweli hapa nimefanyiwa kweli. Lakini kwa sasa kweli limechoka. Serikali imeshajitoa nguvu kazi ya kurekebisha hili jengo ili angalau liwe kama mwanzo. Kwa sasa hivi limeshachoka kabisa. Liwe kama ile awali, yote hata kama mhuduma kija hapa unajua kweli wanapata huduma kwenye sehemu salama na safi. Mbali na ubovu wa jengo hili, wananchi wanasema changamoto nyingine kubwa imekuwa ni ukosefu wa huduma ya uhakika wakati wa usiku. Kutokuwepo kwa umeme wa uhakika kumetegemeza zahanati hii kwenye mfumo wa nishati ya jua ambayo nayo haina uwezo wa kutosha kuhudumia mahitaji ya usiku. Aidha, wananchi wanasema kumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa baadhi ya vifaa tiba pamoja na uhaba wa huduma muhimu zinazohitajika kuwahudumia wagonjwa kwa wakati. Changamoto ya maji nayo imeendelea kuwa kikwazo, huku baadhi ya huduma zikitegemea vyanzo vya maji visivyo na uhakika. Kutokana na hiyo jengo ya hapo chini haina umeme, haina vifaa vya muhimu vya wagonjwa kwa asilimia kwa mama, aidha hata kwa hawa wagonjwa kawaida. Hamna vipimo, hamna maabara, mambo ni mengi. Kwa hiyo ndio changamoto sisi tunapitia mara kwa mara. Na changamoto zingine mara ni watoto wadogo, mara hamna sehemu ya kupumzikia, hata kama kuna namna ya kulazwa hakuna. Changamoto hizo zimekuwa kubwa zaidi kwa wajawazito ambao mara nyingi hulazimika kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma za afya ya uzazi, safari ambazo wakati mwingine huambatana na gharama kubwa na hatari kwa afya ya mama na mtoto. Mama mjamzito anakosa huduma halisi. Tulikuwa tunaomba pia tuweze kutengenezewa jengo la mama na mtoto ili tuweze kupata urahisi zaidi. Huduma ni chache, na kama hili jengo sasa hivi na kuambia hili la zahanati lina upelevu kwa sababu halijaweza kutengenezewa, hata na umeme hamna, maji hamna. Ilikuwa tunaomba serikali iweze kutusaidia ili tuweze kuwasaidia wananchi. Mimi nilishawahi, mke wangu nishamleta hapa, ikawa huduma ni ndogo, tukawezesha, tukapewa transfer, tukapelekwa Babati. Ili serikali na ione, maana sasa kwa umbali, maana Kiru 6 kidogo ni kilomita
ni mbali kidogo. Kama sasa hivi bodaboda ya usiku mpaka uje upate namna ya bodaboda ni gharama kubwa. Haya, kama unaumwa na una hiyo hela, utampata hiyo mtu akupeleka huko kumtafuta daktari? Ni kazi hiyo. Kwa hiyo tunaomba tujenge vituo vyetu vya hii vituo cha afya, manyumba ya wahudumu ikae kwa vizuri, mambo yataendelea. Lakini si wananchi pekee wanaokabiliwa na changamoto hizo. Watumishi wa afya wanaofanya kazi katika zahanati hiyo pia wamekuwa wakihudumia katika mazingira magumu yanayopunguza ufanisi wa kazi zao. Agustino Alois ambaye ni mganga mfawidhi msaidizi wa zahanati ya Kiru anasema uchakavu wa miundombinu pamoja na uhaba wa baadhi ya mahitaji muhimu umekuwa changamoto katika utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Fanya zile huduma kubwa, zipo huduma za kawaida ya ngazi ya msingi kulingana na zahanati jinsi ambavyo kisheria na kwa mujibu inavyotakiwa kutolewa, lakini ukosefu wa umeme, tunashindwa kufanya kazi usiku, maji hatuna, tunachota maji ya mtoni kwa ajili ya matumizi ya kituo ambapo si salama. Kuna muda mwingine unakuta kunakuwa na mwanga hafifu, kwa hiyo tunapata shida sana unapokuwa pengine unamzalisha mama au unafanya huduma nyingine ya dharura inapojitokeza. Kwa kulingana na hali hiyo tunashindwa kufanya kazi kwa ufanisi vizuri. Mbali na hali ya jengo hili, watumishi hao pia wanakabiliwa na changamoto ya makazi. Kutokuwepo kwa nyumba za kutosha zenye mazingira bora kwa utumishi kuna walazimu baadhi yao kuishi mbali na eneo la kazi, hali ambayo inasababisha ugumu wa kutoa huduma za dharura nyakati za usiku. Mazingira ya kuishi watumishi tunapata shida kwa sababu ya uchakavu pia wa nyumba ya watumishi. Kwa hapa tunayo moja, lakini nayo iko katika hali ambayo sio nzuri. Tunapata changamoto ya kuishi kwa sababu haifai kabisa. Yaani haiwezi kukidhi mahitaji ya mtu kuishi kwa sasa. Kwa hiyo tunahitaji pia tusaidiwe kwa namna nyingine kurekebishiwa hiyo miundombinu ili watumishi waweze kukaa karibu na eneo la kazi na kutoa huduma kwa wakati, hasa zile huduma za dharura ambazo zinaweza zikajitokeza. Kwa sababu kwa sasa tunaishi eneo mbali kidogo na maeneo ya huduma, kwa hiyo inakulazimu kusafiri safari ndefu kidogo inapotokea dharura. Kwa hiyo hilo nalo ni tatizo au changamoto ambayo tunakumbana nayo katika mazingira yetu hapa. Hata ukiingia ndani unaweza ukaona uhalisia, hata ile ceiling board juu imetoka, tumeitoa yote kwa sababu ya adha hiyo ya popo na wadudu wengine ambao walikuwa wanaishi huko. Sasa tuko kwenye hali ambayo si nzuri kwa kweli, kwa pande zote, jengo la zahanati pamoja na nyumba ambayo ya watumishi kule. Kwa hiyo havipo kwenye sehemu ambayo tunasema kwamba inakidhi matumizi ambayo yataleta tija kwa watumishi na kwa wagonjwa. Nazungumza pia na Esther Stefano ambaye yeye ni mkazi wa kijiji hichi cha Kiru 6. Asante ndugu mtangazaji. Changamoto si tuliokuwa nayo hapa kwenye kituo chetu hichi cha afya hapo dispensary, kwa ni changamoto ya manesi. Huduma haipatikani kwa urahisi. Manesi wanakaa kule Kiru 6. Kwa hiyo ukitaka huduma ya usiku lazima upate tena gharama kwenda kumtafuta mhudumu wa hapo. Anaweza akakukubalia, anaweza sikubali, maana ni usiku. Kwa hiyo changamoto kubwa ndio hiyo inayotusumbua sisi. Maana sisi tuna daktari wetu ni mmoja. Ndio huyo sasa ukihitaji umfuate kwake ndio aje sasa usiku. Kwa kweli sasa hivi ndugu mtangazaji, tunachoomba wenye serikali yetu hii ya Jamhuri ya Muungano, tuongezee wanaotuhudumia sisi, maana ni kidogo. Hata huyu sasa hivi alikuwa hapa mbele yetu anakaa Kiru 6. Kwa hiyo tatizo la usiku hawezi kuja kukusaidia, na hapo hivi hamna mlinzi. Unaona hamna mlinzi. Ukitaka huduma mpaka ukamtafute mlinzi ndio upate namna ya daktari kukusaidia. Kwa hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo sisi tunataka tuongezewe wafanyakazi wetu hao wanayetuguza sisi. Hata hivyo, baada ya miaka mingi ya changamoto, matumaini mapya sasa yameanza kuonekana katika kijiji cha Kiru 6. Serikali imeanza ujenzi wa kituo cha afya cha Kiru ambacho kwa sasa kimefikia 98% ya utekelezaji. Mradi huo wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200
unatarajia kukamilika mwezi Julai mwaka 2026, ambapo kituo hichi kinatarajia kuhudumia zaidi ya wananchi 9,000 wa kata ya Kiru pamoja na vijiji vya jirani. Tofauti na zahanati ya sasa, kituo kipya cha afya kitakuwa na miundombinu ya kisasa, huduma za masaa 24, umeme wa uhakika pamoja na mazingira bora kwa wagonjwa na watumishi wa afya. Aidha, katika kituo hichi kipya cha afya, huduma ya maji safi na salama itakuwepo kwa masaa 24. Kutokana na majukumu ya kazi, nimelazimika kuzungumza na Madama Hosea ambaye ni mganga mkuu wa wilaya ya Babati kwa njia ya simu. Akizungumzia mradi huo, mganga huyu mkuu wa wilaya ya Babati Dr. Madama Hosea anasema serikali imeamua kuwekeza katika mradi huo ili kuboresha huduma za afya kwa wananchi wa eneo hilo. Madama Hosea, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Babati. Halmashauri ya Babati inatekeleza ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Kiru 6. Awali ilikuwa na zahanati ya zamani ya jengo la, ilikuwa ni jengo la zamani la zahanati ya Kiru 6. Pokea fedha mwaka jana na tulianza ujenzi mwezi wa 9 kiasi cha shilingi milioni 250. Mpaka mwezi Julai majengo haya yatakuwa yanatumika kwa ajili ya kuanza kutoa huduma. Pengine utaambatana na vifaa tiba na vitu kama hivyo. Sasa tuko kwenye hatua ya ujenzi, ni baadaye tutatengwa fedha kwa ajili ya vifaa tiba. Zote tunapokea fedha kwenye bajeti kila mwaka ya vifaa tiba na miradi ya ujenzi. Sasa kwenye bajeti inayofuata ya mwakani 27-28 itakuwa kwenye bajeti ya kuipatia vifaa tiba 9,500 hivi na zaidi. Ndio wote watanufaika na huduma pale. Sasa pale kituo kina watumishi wachache kama zahanati, lakini 4, lakini baadaye tutaendelea kuongeza watumishi ili waweze kuhudumia katika muda wa mchana na muda wa usiku na muda wote wa masaa 24. Mpango upoje labda kwa watumishi ambao wanakaa mbali na kituo na vitu kama hivyo? Sasa tunazo nyumba 2 kama nazo zinahitaji ukarabati kiasi fulani. Na watumishi wanaishi pale. Ndio. Ni mkakati wa serikali angalau kwenye vituo vya afya angalau na nyumba 5. Ndio. Za watumishi zijengwe. Hiyo kwanza tunajenga miundombinu ya kituo chenyewe, baadaye tutapewa fedha basi iweze kwa sambamba kujenga kwa sambamba. Okay. Nyumba za watumishi pamoja na kituo. Na baadaye nadhani watumishi wengi watakuwa katika vituo. Hasa vituo vinavyoenda kutoa masaa 24 na huduma za dharura kwa kuwaji. Wanachukua kwa hiyo karibu na vituo vyao ili waweze kutoa huduma kwa urahisi, kwa ukaribu na kwa ufanisi. Huduma zitakazotolewa kwenye jengo la wagonjwa nje ni hizo mara nyingi za kuona wagonjwa, vipimo, lakini kuna kliniki ya watoto chini ya miaka 5, kuna kliniki ya wajawazito. Hizo ndio huduma kubwa ambazo zitafanyika pale kituo. Kama tu ilivyokuwa inafanyika katika kituo hiki na maabara na huduma za maabara. Matumaini ya wananchi katika kijiji hichi ya kupata huduma bora yalikuwa yamepotea hapo mwanzo, lakini kutokana na hali ya sasa ya ujenzi wa kituo kipya cha afya katika kijiji hichi, matumaini yamerejea, na sasa nazungumza na wananchi hao. Tumaini yenu yakoje baada ya kukamilika kwa hichi kituo? Tunamshukuru Mungu, sasa hivi tunatumaini mambo mazuri na jengo letu linaenda mwishoni. Nategemea kwamba kutakuwa na huduma nzuri sana. Itatusaidia sana baada ya kukamilika hii kituo, itatusaidia sana kwa sababu kituo kitakuwa karibu hapo. Kwa ujumla itatusaidia sana kwenye changamoto mingi. Habari za kukamilika kwa kituo hichi kipya cha afya si tu kimepokelewa kwa matumaini makubwa na wananchi wa kata ya Kiru, hata watumishi wa afya katika zahanati ya Kiru wanaamini kuwa mazingira mapya yataongeza ufanisi wa kazi zao, huku wakitoa shukrani zao za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa utekelezaji wa mradi huu ambao unakwenda kuwa msaada mkubwa kwa wananchi wa kata ya Kiru na vijiji vya jirani. Matumaini yetu ni makubwa sana kwa sababu moja. Tunaona kabisa huduma zinaenda kuboreshwa kwa hali ya juu, tofauti na mazingira ambayo umeyaona awali kule chini kwenye ile jengo la zamani. Uchakavu wa miundombinu na hali halisi ya mazingira kwa ujumla yalikuwa sio rafiki sana. Lakini kwa hatua hii ambapo serikali yetu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa, juhudi kubwa kwa kuwaona wananchi na kujali afya zao na kuona kwamba wanastahili huduma na wao pia,
Hivyo shukrani kubwa zimuendee Mheshimiwa Rais na viongozi wote wa serikali ambao walielekeza nguvu kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa mazingira haya. Natoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa fedha za ujenzi wa miradi ya afya ambayo ni hitaji la msingi kwa wananchi, hasa wananchi wanaishi pembezoni kama ilivyo Kiru. Hivi tunaomba tukoma kwa serikali tupate fedha zaidi ili kuendeleza miundombinu hasa za ujenzi wa jengo la maabara hospitali na jengo la upasuaji pamoja na wodi ya wazazi. Hilo ndio hitaji kubwa katika kituo kile. Kwa hiyo fedha tunaomba sana zile fedha za awamu ya pili tupate mapema ili tuweze kuendeleza ujenzi huo. Kutoka katika zahanati yenye paa lilotoboka, kuta zenye nyufa kubwa na changamoto nyingi zilizodumu kwa miaka mingi, hadi katika kituo kipya cha afya kinachokaribia kukamilika. Hii ndio simulizi ya wananchi wa Kiru 6, simulizi ya jamii iliyovumilia adha ya kutafuta huduma za afya katika mazingira magumu, lakini ambayo sasa inaanza kuiona nuru ya matumaini ikianza kuchomoza. Kukamilika kwa kituo hiki kipya cha afya si tu kwamba kitarahisisha upatikanaji wa huduma za afya kwa zaidi ya wananchi 9,000, bali pia kutatoa fursa ya huduma za uhakika kwa mama wajawazito, kwa watoto na makundi mengine yenye uhitaji mkubwa wa matibabu. Na huku wananchi wakisubiri kwa hamu kubwa siku ambayo milango ya kituo hichi kipya itafunguliwa rasmi. Matumaini yao ni kuona mwisho wa safari ndefu ya changamoto za afya ambazo zimekuwa sehemu ya maisha yao kwa miaka mingi. Swali ni je, kituo hiki kitakuwa jawabu la changamoto ambazo wananchi wa Kiru 6 wamekuwa wakikabiliwa nazo kwa muda mrefu? Muda ndio utatoa majibu. Niliyekuletea simulizi ya makala haya mimi naitwa Hosea Obedi wa Global TV kutoka katika kijiji cha Kiru 6, kata ya Kiru, wilaya ya Babati, mkoani Manyara. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.